ambayo ilipigwa langoni jana na Hispania ni mashuti 20, 11 akalenga lango, lakini Argentina walipiga mashuti 3, hakuna hata moja lilolenga lango. Ball possession, umiliki wa mpira ni 68% kwa Hispania, 32 kwa Argentina. Pasi 803 Hispania walizipiga ukilinganisha na 445 za Argentina, wakati accuracy ilikuwa ni 90% kwa upande wa Spain ama Hispania, na Argentina 78%. Fouls 21 kwa 24, kadi za manjano Hispania kuonyeshwa hata kadi moja, Argentina walionyeshwa kadi 5 na moja nyekundu, na offside ilikuwa 4-1. Kona Hispania alipiga 9, Argentina alipiga kona 4. Inakuonesha hapa ni kushambulia dhidi ya kulinda mpoma, mchezo ulivyokuwa hapo jana. Kabisa, ukiangalia jana nafikiri Argentina waliingia na approach ya kujilinda zaidi. Na nafikiri mwalimu wao aliangalia ubora walikuwa nao Hispania. Alikuwa nao Hispania. Na kwangu mimi jana pengine mechi ile isingekuwa ubora golikipa wa Argentina, isingefika kwenye hatua zaidi ya dakika 90. Martinez amefanya saves za maana. Kuna muda unaona mpaka yeye mwenyewe anageuka majukwani na kuambia wapenzi wao wa Argentina, shangilieni kwa kile ambacho amekuwa akikionyesha. Kwa ujumla jana Argentina unaweza kusema hawakuwa bora, lakini si kama hawakuwa bora, bali walikutana na watu ambao katikati walikuwa bora. Namna ambavyo unaona Pedri alivyokuwa na Rodri anapofanya pale katikati ya uwanja, alikuwa anawachanganya muda mwingi. Dani Olmo anashuka anakuja pembeni katikati naye kumsaidia, Fabian Ruiz anakuja pale katikati kuweza kusaidia. Kwa hiyo walitengeneza utatu ambao ulikuwa unawapa asali kubwa sana Argentina. Kitu ambacho pia walikuwa wananufaika nacho, walikuwa wanapiga pasi kwenye eneo ambalo unaona msitu wa wachezaji wa Argentina wakiangalia namna gani wanaweza kuwafungua. Lakini kwangu mimi nasema eneo ambalo pia limewapa taabu ni eneo la beki wa kushoto. Ukimwangalia beki wa kushoto wa Spain, nilikuwa najaribu kuangalia, najaribu kulinganisha na mabeki waliopita kwenye maeneo ya hayo ya kushoto. Tunamzungumzia Cucurella. Yani nikakumbuka Robert Carlos na maveko anacheza. Yani kuna nyakati kuna watu wanapita vinaisha vizazi hivyo. Kama Marcelo. Sasa hivi namuona Michael ni miongoni mwa mabeki wa kushoto. Cucurella. Ile jina la pili Cucurella. Mwenyewe anatania na Cucurella. Leo kachora tattoo ya kocha. Kwangu mimi kwa sasa nasema ni miongoni mwa mabeki bora upande wa kushoto. Real Madrid wamelamba dume. Na ameonyesha kwa nini Real Madrid wameamua kuweza kufanya usajili ule. Ndiyo. Kwa hiyo unaona jana Hispania walikuwa bora sana. Kitu ambacho kilikuja mimi kikanipa wasiwasi ni namna wanaenda kupata kadi nyekundu tena ambayo unaona kabisa ni ya kitoto. Kwa sababu mtu ametoka kucheza tayari anajitambua na kadi ya njano. Ndiyo. Enzo Fernandez anajua kabisa ana kadi ya njano. Mpira na tension, anaenda kuitengeneza foul ambayo si katikati ya uwanja na mwamuzi yuko pale. Kulikuwa kuna namna asipate kadi nyekundu. Kwa sababu unaangalia namna ambavyo Argentina walikuwa wamekamilika 11, bado walikuwa wako chini kuliko Hispania. Lakini bado tena mnaenda kupungua, mnaenda kwenye dakika za nyongeza, tayari unaona mechi ilikuwa imekwisha. Kuna namna pia unaona jana walimnyima utulivu Lionel Messi. Walihakikisha kwamba wao wamkabi yeye, bali wao wanakaba nafasi kwamba mpira usimfikie. Kila akiletewa huduma watu wamefika, wanachukua mpira wanaondoka. Iko mbali na goli. Unaona alipata mpira miwili, alitengeneza hatari, moja ikatengenezwa faulo, lakini bado hakuwa bora kiasi hicho. Kwa hiyo unaona namna gani, nafikiri ni namna mwalimu wa Spain amestudy na kuangalia namna Argentina walivyokuwa wanacheza. Ukiangalia Argentina tangu wanacheza hatua ya makundi, style yao ilikuwa ile. Wanatanguliwa, wakitanguliwa wanakuja wanafanya comeback. Lakini jana unaona pia kwa namna ambavyo walivyoshambuliwa, hata tunasimama kwamba ukiona kwenye mpira miguu anasifiwa golikipa, basi mjue siku hiyo mna siku mbaya kazini. Kwa hiyo kwangu mimi naona bingwa amestahili, na kuchukua ubingwa kumeonesha namna gani Spain wamekuwa wanafika finali na wanachukua ubingwa. Sababu 2010 walifika finali, wamechukua ubingwa. 2024 wamefika finali, wamechukua ubingwa. Kwangu mimi bado Lionel Messi ni mchezaji mzuri. Lakini kuna kitu ambacho ameonyesha kwamba yeye ndo alikuwa anaibeba ile timu nzima. Kwa sababu kama unamkamata yeye, hakuna namna ambavyo inawezekana kufanyika kitu cha ziada. Utaangalia mechi zote ambazo alikuwa akikamatwa basi atatoa assist. Lakini jana kwa namna ambavyo amekamatika, kulikuwa hakuna uhatari wote kwenye lango la mpinzani wao. Kwa hiyo bado unaona ni finali iliyokuwa bora. Na kwangu mimi nimesema jana nilipoangalia mechi, nikasema bingwa amepatikana kwa jasho na damu. Kwa sababu ni mechi ambayo unaona muda wote unasema goli inapatikana, dakika 45 zimekwisha. Wanarudi dakika 45 za kipindi cha pili, goli inapatikana, watu wanakwenda kwenye extra time na ndio wanakuja kupata goli ambalo limetenganisha matokeo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya finali bora,
na kwangu mimi nafikiri miongoni mwa mtu ambaye ana masikitiko makubwa ni Lionel Messi, kwa sababu ni kama alikuwa anaona ubingwa huu hapa kwa namna ambavyo Spain ilivyokuwa inaongelewa, walikuwa watu wengi hawaipi nafasi. Sasa unakuja kucheza na Argentina ambayo imepita katika vitu ambavyo katika nyanja ambazo imepita ilikuwa inaongelewa kwamba huenda inaenda kuchukua tena ubingwa wa pili mfululizo, na imeshindikana kufanyika hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi naona jana ilikuwa ni miongoni mwa moja ya finali iliyokuwa bora sana ya kiufundi. Kama unaangalia namba ya pasi wamezidia nusu kwa nusu, 400 kwa 800. Lakini unaangalia umiliki wa mpira 62 kwa 38. Bado Argentina ilikuwa chini kwenye kila eneo. Lakini kitu ambacho ni kituko na pengine inaweza ikawa ni rekodi, labda tutajaribu kufuatilia kuangalia kama kuna finali imeshawahi kuchezwa mpinzani anapoteza bila kupata on target hata moja ndani ya dakika 120. Nafikiri inaweza kuwa ni finali ya kwanza. Ya kwanza kabisa. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.